tokea siku hiyo sije nikasema kwamba simsomeshi mtu ila pesa yake nini. Mkataba naje na kitambulisho cha mzee wake na wake hivi. Nashukuru sikuwa kuna mtu leo. Lakini hiyo video ilitizamwa sana. Kwa hiyo mambo yaliyokuwemo humu yapo tofauti na yaliyoko kwenye nini? Kwenye internet. Na hiyo ikawa ni bahati yangu kwamba mimi vitu vyangu naviweka wapi? Na tena maelekeza watu wapi? Internet. Umeelewa jamani? Msione hivyo. Ndio simmepaona hapa. Nimekuelezeni sababu nimekufikisheni hapa muone nini. Kwa hiyo hapa uhakikishe kwamba mtapohudumu mkawanyang'anya wateja. Tumeelewana? Hawa watafanya nini? Chuki. Umeelewa? Ngoja mkibahatika mtakuja kumsoma Bill Gates. Au nitaje kuonesheni Bill Gates. Njiani Bill Gates anakabwa hivi. Mashirika yanatuma majambazi yaende akabwa. Ametoa kompyuta kwenye nini? Kwenye jengo anaiweka wapi? Nani atanunua tena kompyuta ya jengo? Mmenielewa? Nani atainunua ya jengo na ya mkononi ipo? Kazi ni ile. Auliwe huyo. Mmenielewa jamani? Allah kaendelea kumlinda mpaka leo. Lakini njiani yule anapigwa yule. Hii binafsi ya watu wakijua kwamba atafika eneo fulani, atembei hivi barabarani. Sasa watu wakijua kwamba kuna pahala fulani atafika, basi wanamsubiria hii kuteremka kwenye gari na kuingia ofisi husika na kama hapo. Pigilia mbali sana. Ngoja nitakuja kuonesheni video yake ninayo hapa. Yaani amepatwa na mashaka sana Bill Gates. Wameshindwa tu kumuua. Hali kwa mtu wangemuua kwa sumu, kumpiga kwa risasi atahukumiwa, mtu atajulikana nani kamuua. Kwa hiyo hao ndio tatizo jamani, msione hivyo. Kwa hiyo hatu tunayoyafanya msione hivyo. Kwa hiyo watu wanaona huduma tunazihudumu, wanajua wapi tunakoelekea, wao hatima yao itakuwa ipi. Wanataka watu waende andamana, tunawaambia maandamano nini? Haramu. Kwa dalili wanaona tatizo. Yalla, tulikuwa kwenye pointi gani? Tumeelewana? Kukushanya nyenzo. Si mmeona tulivyokushanya nyenzo? Hapa tumekushanya nyenzo gani na gani? Nyenzo la muda na watu. Tumekushanya nyenzo mbili. Tumeelewana? Nyenzo ya muda. Tumeshajua muda wetu tutautumia. Na nani? Na watu wenye kuja kufanya kazi hiyo. Manvat. Kwa hiyo hizo nyenzo mbili uchukue makisio hapo. Nyenzo nyingine nazo zitakusanywa hivyo. Tumeelewana? Haya. Ingia kwenye pointi ya 3. Hatua ya 3. Hatua ya kwanza ni nini jamani? Kuainisha na kubainisha lengo la nini? Kuainisha lengo na kubainisha ubora. Tunaelewana? Pointi ya pili ni nini? Kukusanya nyenzo au vitendea kazi. Tumeelewana? Ya 3 kutabiri. Hizo siku za usoni unatabiri siku za usoni kupitia siku zilizotangulia na siku hii ya leo ulionayo. Kwa hiyo hapo nani amepaelewa? Nani amepaelewa? Na amepaelewa vipi?
Changamkeni. Maana huko mashine imekatika, tunafanya presentation. Si unaona mashine haili tena. Kesha choka. Inampiga kifua sababu yuko hivi. Zito, halafu kila ikigonga kule inamrejesha chini. Kwa hiyo anachoka basi mpaka kesho. Umepaelewa bibi hapo? Unakabili siku za usoni, lakini kwa kupitia zile siku zilizopita, kama umepata changamoto fulani, unajua changamoto hii na ikasawa kwa jambo fulani, ni baadaye vitu fulani. Tumeelewana? Changamoto kwa njia gani unavyokusudia? Ndio umepata. Tena umeona sana. Ni changamoto lakini zipoje? Kumbukeni hapa tupo katika kusema kwamba ni mradi unaanza. Kwa hiyo ndio hiyo kwenda kulisoma soko, unakadiria utapoanza kutoa bidhaa, mtafika sokoni watu wangapi? Tumeelewana? Wao watakuja na vifaa vya ubora gani? Mmenipata jamani? Sasa hivi idadi ya wateja ni ngapi? Tizama, idadi ya wateja sasa hivi ni ngapi? 30. Je, hizo siku za usoni wataendelea kuwa 30? Isije wakawa 20. Umenielewa bi mwalimu? Na wakiwa 20 kumbe sababu ni wateja 30. Kumbe unatarajia utoe vitu 30. Sasa unaanza kufikiria isije ikawa, tizama, wewe utazalisha vitu 30 na hao wakazalisha 30 au 25, kila mmoja 30. Wateja wetu ngapi? 30. Huyu atazalisha ngapi? 30 mmoja na mwingine 30. Kumbe 30 mara 20 na 5. Tumeelewana? Hapa ni 15 moja. Hapa ni ngapi? 6 7. Tumeelewana? Haya. Kumbe bidhaa itakuweko sokoni, iliyoko sokoni kwa wakati huu 750. Na ile 30 yako kwa mtu wa 20 na 6. Tumeelewana? Ikawa bidhaa ngapi? 780. Umenielewa? Hii bidhaa 780 inawaelekea hao. Tunajua wazi kwamba wateja wakiwa wachache, bidhaa ikiwa nyingi, bei inafanya. Bidhaa ikiwa chache, wateja ni wengi, bei inafanya nini? Inapanda. Tumeelewana jamani? Je, nieleze hapa, bei itapanda itapungua? Kwa nini? Wateja 30. Tumeelewana? Na bidhaa ngapi? 780. Bila shaka bidhaa itafanya. Ndio muda wote uweze kuingia hasara. Umeelewa? Muda wote uweze kuingia nini? Hasara. Kwa hiyo sasa unaanza kusoma tena. Je, si unaanza leo ndio ukavuta. Lakini siku unaozalisha sio leo. Bidhaa yako utaipeleka kesho na kuendelea. Yawezekana sokoni wasiwe 30 wakao 20. Wameendelea kupungua zaidi. Kumbe bei tena tabani itazidi kupungua. Mmenielewa? Yote hayo yanasomwa. Na huku mnazingatia gharama zenu mnazoendeshea. Msione hivyo ujasiriamali ni ngumu. Mtu asiuvamie bila elimu ya nini ya uchumi. Hiyo microeconomics ndio tutasoma huko, vipi bei inapanda na nini. Tumeelewana jamani? Haya. Si mmepaona hapa jamani? Kwa hiyo ndio unasoma, unatabiri nini? Siku za usoni. Tumeelewana? Kupitia nini? Kupitia siku zilizotangulia. Ikiwa wewe tayari huu ni mradi mpya, lakini wewe upo kazini kipindi kikubwa, lakini wewe waanza, kumbe huna siku zilizofanya, huna siku zilizotangulia, sababu wewe waanza leo. Tumeelewana? Kwa hiyo unawasoma wale. Umenipata? Kupitia wale yamewapata vipi. Kwa hiyo unaenda shirika hadi shirika. Vipi? Miaka 10 iliyopita biashara inaendaje? Tumeelewana? Aweza akakunyima akakudanga, akwambia hamna.
Sikupi chochote. Utafanyaje sasa? Utafanyaje? Si ndio waanza leo, huna siku zilizopita. Kwa hiyo utalazimika kutumia wale mashirika mengine, hizo taasisi zilizokuwepo. Umenipata bi mwalimu? Sasa utapowatumia kwenda kuuliza miaka 10 iliyopita inaenda bidhaa vipi, akakunyima sababu anajua kwamba unaenda kutengeneza, unataka kusoma umpiku, akakunyima akupi data, utafanyaje? Si ndio huko kwingine ndio ulikonyimwa? Hapa nataka kukuonesha ugumu wa ujasiri amali, mtu akiingia kichwa. Sasa wewe tizama, utapofanya, unapochukua umepata ugumu, changamoto, umekosa nini? Data. Tumeelewana jamani? Umekosa data. Tumeelewana jamani? Ndio unapoamua kubadilisha fikra ya mradi. Huu mradi nimekosa nini? Data. Unatizama mradi upi waweza kupata data kwa urahisi. Mmenielewa? Sijui katupo. Sasa unaona mtu hana data yoyote, yeye anaona tu kwa kuwa watu wafuga, naye anasema nini? Afuge. Unaona? Kukurupuka huko. Yeye aona watu kwa kuwa wasoma kompyuta, na anaona asome kompyuta. Sivyo. Jipange, utizame unachokihitaji ni nini, utafikia lengo vipi. Mmeelewa jamani? Yalla. Hii point imeeleweka. Tunatabiri siku za usoni kupitia nini? Siku zilizotangulia na siku ya leo. Kwa hiyo waweza ukatabiri siku za usoni kwamba yawezekana soko likawepo, au uwezekano mkubwa kwamba soko halipo kabisa. Tujalie bidhaa ndio hii hapa, watu ndio hawa, wateja waliokuwa wanaeleweka. Utapokwenda kuuliza ukapewa data kwamba wateja walikuwa 80. Tumeelewana? Sasa hivi wapo wangapi? 30. Umenielewa? Unaanza kukisia kwamba yawezekana kesho wakawa 25. Umenipata mwalimu? Kumbe nisitoe idadi ya 30. Natoa idadi ya makisio na ukisia kesho watakuwa idadi watu wangapi. Tumeelewana? Na hapo unatizama, je, nikitoa hii idadi uendeshaji utanipatia faida mpaka nikaendelea kuhudumu? Sijui mnanipata? Ndio ukaamua kwamba tufanye au tubadilishe nini? Bidhaa. Na ndio maana nikakuelezeni kwamba sisi tusiwe na mradi mmoja. Sisi ni wajasiriamali, na mjasiriamali anafanya lolote. Tuna miradi mingapi? 3. Kwa pamoja tujipange. Tutapoanza kukushanya data. Mmenielewa? Tukisoma changamoto huku zipo na huku changamoto zipo, tutatizama wapi penye tafifu ya nini? Ya changamoto. Mmenielewa jamani? Halafu tutafanya hilo moja kwa moja. Badala ya kukaa hapa sisi tuwajipanga tu kwamba nini duka. Na hali ya kwa hatujasoma nini? Changamoto. Si ndio maana nikakwambia mwende msome nini? Changamoto. Chanzo tu. Tumeelewana jamani? Mtakuja nazo tutazijadili. Halafu tutaenda kusoma changamoto za mifugo. Tumeelewana? Tutakuja nazo tunazijadili. Yaani tutasoma changamoto na fursa ya kila mradi. Mmenielewa jamani? Sijui kama tupo. Rafiki yangu, unanipata vizuri? Mimi sitaki atoke huyu mtu hakunipata
kwa makusudio nilivyokusudia. Ndio maana nakuhoji, sababu ulivyokaa kana kwamba unaenda kuhukumiwa kifo, umepigwa na butwa. Allah kuwekea pesa. Kwa hiyo hapa pameeleweka kutabiri siku za usoni kupitia nini? Siku zilizotangulia na ya leo. Tumeelewana jamani? Pointi ya ngapi inakuja? Haya, andika 4. Unakadiria rasilimali pesa zinazohitajika ili kuuendea mbio mradi. Unakadiria rasilimali pesa zinazohitajika ili kuuendea nini? Mbio mradi. Hii pointi ni nyepesi. Uwepesi wake upo wapi? Nani ataeleza uwepesi wake? Hizi 3 zote za juu ni ngumu kupata jawabu, lakini hii uwepesi wake upo wapi? Fungua mabano. Pesa za emergency zisiorodheshwe. Umeelewana? Na lazima hayo makadirio ya pesa yawe makubwa kuliko uhalisia wa kinachohitajika.